Ni Machi 15, 2025 kutoka hapa katika wilaya ya Bariadi, mkoa wa Simiyu. Tuko hapa nje ya uzio wa shule ya sekondari Bariadi, mahali ambapo kunafanyika uchaguzi wa Chama cha Mapinduzi katika wilaya hii ya Bariadi. Leo hii wajumbe wa mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi katika wilaya hii ya Bariadi wanamchagua mwenyekiti wa chama hiki ngazi ya wilaya. Uchaguzi huu unafanyika baada ya kifo cha aliyekuwa mwenyekiti wa chama hiki Juliana Mahongo ambaye alifariki Oktoba 2024. Hata hivyo, waandishi wa habari tumefika hapa katika eneo ambalo kunafanyika uchaguzi huu, lakini hatukuweza kuruhusiwa kuingia katika eneo ambalo kunafanyika uchaguzi, ambapo viongozi ambao tumewakuta hapa katika eneo la geti la shule hii wametueleza kuwa waandishi wa habari hawaruhusiwi kuingia ndani ya uchaguzi kwa ajili ya kutekeleza shughuli zao. Na tulivyowauliza sababu za waandishi wa habari kuzuiliwa, wameeleza kuwa ni maelekezo kutoka kwa viongozi wa chama hiki ngazi ya wilaya. Naitwa Sita Tuma, ni mwandishi wa habari wa shirika la utangazaji Zanzibar SABC katika mkoa wa Simiyu. Leo kuna uchaguzi wa kumpata mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Bariadi, mkoa wa Simiyu. Uchaguzi huu ambao unafanyika kwenye shule ya sekondari ya Bariadi, waandishi tumekuja kwa ajili ya kufanya kazi zetu kwa mujibu wa sheria, kupata taarifa ili kujulisha umma kinachoendelea. Lakini tumefika hapa, maafisa wa CCM wakatuzuia waandishi wa habari kuingia ndani ya eneo ambapo kunafanyika uchaguzi. Sasa binafsi niliweza kuuliza sababu gani wanatuzuia sisi waandishi, alhali sheria inaturuhusu kupata habari na kutoa habari. Lakini maafisa wa CCM wamesema kwamba ngazi zote za chama zimezuia mwandishi yeyote awe wa serikali, wa chombo cha serikali, wa vyombo binafsi, haruhusiwi kuingia ndani ya eneo ambamo kunafanyika uchaguzi. Mimi naitwa Berens China, ni mwandishi mwandamizi wa habari wa mkoa wa Simiyu. Ninaandikia gazeti la Jamhuri na Crown TV. Sisi kama waandishi wa habari, kwa mujibu wa taratibu zetu, tumefika hapa ili kupata habari na kujulisha umma. Lakini cha ajabu tu ni kwamba tumezuiwa na watu wanaoita umoja wa vijana Green Guard. Yaani nchi hii imefika wakati imekuwa na watu wana mamlaka kuliko hata rais wa nchi hii. Tumekuwa tukifanya kazi na Chama cha Mapinduzi kwa muda mrefu. Ulifanyika uchaguzi mwaka jana na miaka mingine yote tumekuwa tukishiriki katika chaguzi. Lakini leo tumedhalilika, tumekuja kwa nia njema, tumefika hapa tunarudishwa kama mbwa. Yaani tunaonekana, tumetoa mpaka press card, wanasema wazijui press card. Yaani press card ni kitambulisho cha idara ya habari maelezo ambacho kinakuruhusu. Hii hapa muione. Hii ni press card ya serikali ambayo inamruhusu mwandishi kufanya kazi mahali popote pale. Lakini hawa Green Guard wamesema watambui hivi vitu, hawatambui press card wala hawatambui chochote. Lakini hii pia inajenga mahusiano mabaya kati ya chama. Tunarudi kwenye ofisi zetu, tunaenda kukaa na sisi tutatoa tamko la kutofanya kazi na Chama cha Mapinduzi. Kama watakuwa wana shughuli yoyote, basi wawaita hao Green Guard wafanye nao kazi. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.